eneo hili Baba wa rehema, kwa ajili ya mwendelezo Baba ya kujifunza neno lako Baba, kitabu cha Yoshua sura 19. Baba, tufundishe tena juu ya Baba sura hiyo Baba, neno lako Baba likitugusa sisi na kugusa taifa letu. Neno lako Baba liguse Baba mataifa yote, hata taifa la jirani Baba wa rehema, ambayo Baba bado ana mvutano Baba. Injili yako inatakiwa iende katika mataifa yote. Gusa Baba wa rehema Afrika, gusa Baba wa rehema Baba wa rehema bara zote, mabara yote. Na Baba wa rehema, neno lako Baba liinuke juu. Neno iliyokuwepo Baba kwenye karne ya kwanza irejee tena Baba mweza wa yote, maana ndio injili ya kweli tuliagizwa Baba tufundishe wengine. Asante Mungu mweza wa yote, maana wewe ni mwema na mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Jana tulipitia kwa undani sura ya 13 mpaka 18, Kiingereza inasema insight, na tukaona mambo muhimu. Na leo sihitaji tena kurudia sura ya 13 mpaka 18, nataka niende kwenye sura 19 tuone mwendelezo wa mgao wa yale makabila 6 yaliyebaki pamoja na Yoshua. Tuliona ya kuwa katika sura 18 ya kuwa bado palikuwa na makabila 7 ambao walikuwa hayajagawiwa urithi wao. Lakini kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni Yoshua akaamua kuchagua, kuagiza wachaguliwa watatu katika yale makabila 7. Ina maana watu 21 walienda tena kupitia ile nchi na kuiandika tena ama kuichora tena na kumletea Yoshua, na ikaanza kupigwa kura kwa ajili ya yale makabila 7 ambayo yalikuwa yamebaki. Na tuliona kura ya kwanza katika ile sura 18 iliangukia kabila ya Benjamini, na ikawa bado makabila 6. Lakini hebu sasa tuende moja kwa moja kwenye sura 19 ili tuone mgao wa haya makabila 6 yaliyobaki, na pia tuone ya kuwa Yoshua kama kiongozi, badala yeye kujisabia kwanza, Yoshua anabaki nyuma, na baada ya watu wote kupokea, hapo ndipo Yoshua anapata. Wewe kama kiongozi, je, unakimbilia kupokea kwanza kabla wengine, ama unatakiwa uache wengine wale washibe kwanza ndipo wewe ubaki na masalio? Hebu twende tuone kwa neema ya Mungu. Nasema kwa jina la Yesu. Kisha kura ya pili ilitokea kwa ajili ya Simeoni, maana kwa ajili ya hiyo kabila wana Simeoni, kwa kuandama jamaa zao, na urithi wao ulikuwa katikati ya urithi wa wana wa Yuda. Miji waliokuwa nayo katika urithi wao ni Beersheba, Sheba, Molada, Hasashuari na Bara na Esemu na Eltoradi na Bethuli na Horma na Siklagi na Beth-Makbothi na Sasusa, Bethreboathi, Sharupeni, miji 13 pamoja na vijiji vyake, Naini na Rimoni na Etheri na Ashani, miji 4 nenda mpaka mstari wa 9 pamoja na vijiji vyake. Tena vijiji vyote vilivyozunguka miji hiyo kote kote mpaka Baal-Beeri, Rama wa kusini. Huo ndio urithi wa kabila wana Simeoni kwa kuandama jamaa zao. Huo urithi wa hao wana Simeoni ulitoka katika fungu la wana wa Yuda, kwa maana hilo fungu la wana wa Yuda lilikuwa ni kubwa mno kwao. Kwa hiyo wana Simeoni walikuwa na urithi katikati ya urithi wao. Bwana Yesu asifiwe. Tayari tunaona kura ya pili, lakini kura ya pili ya wapi? Kura ya pili katika eneo la Shilo. Kuna mgao wa kwanza uliokuwepo wapi? Kule Gilgal. Walipovuka mto Yordani, basi waliweka makao makuu yao wakati wa utekaji pale katika mji wa Gilgal. Lakini baada ya kutekwa nchi ya Kanani na baada ya mgao wa yale makabila makuu mawili ambayo ni kabila ya Yuda na kabila la Yusufu, basi kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni moja kwa moja tunaona kabisa ya kuwa ikahamishiwa makao makuu kutoka pale Gilgal na ikapelekwa mpaka Shilo.
Niliongea habari za Shilo siku ya Ijumaa, na bila shaka kama nitapata nafasi Jumapili nitaongea tena juu ya Shilo, maana Shilo ilikuwa ni public figure kiasi kwamba inatakiwa watu wajue habari za Shilo. Wengine wamekuwa wakitumia Shilo vibaya. Umejua yale miji yaliyokuwepo na matukio yaliyokuwepo pale, ukiyatumia vibaya, basi unikana kwamba unapotosha watu, unafanya watu wawe na mtazamo usiokuwa sahihi. Umeona sasa, ukitumia hata tabia za watu waliokuwepo kwenye Biblia ni muhimu sana. Ndio maana kila mtu yapo mabaya aliyetenda na mazuri. Ndio maana Biblia ni takatifu, kwa sababu sehemu ambayo Daudi alifanya madudu, Biblia imeandika jinsi ilivyokuwa. Sehemu ambayo Daudi alifanya mazuri, Biblia inaandika kama ilivyokuwa. Biblia isingekuwa takatifu kama ingeandika tu mambo mazuri katika watu aliyefanya. Biblia hata mabaya aliyefanya Musa, Biblia imeandika. Lakini sasa tunaona ya kuwa ugawaji, hii kura ya pili ni pale Shilo, baada ya kuchaguliwa Shilo. Nilikuambia kuwa Shilo ilikuwa pale katika eneo la Efraimu, na ilikuwa ni mlima wa Efraimu pale. Ndio maana tutaona baadaye kwenye kitabu cha Samueli ya kuwa watu walipanda kwenda Shilo katika zile sherehe, maana iliandikwa kuwa mahali ambapo Bwana atachagua na kuweka jina lake, basi zile sherehe kubwa kama Pasaka, sherehe kama ya mavuno, sherehe kama ya baragumu, sherehe kama ya sikukuu ya majuma, ilitakiwa wanaume wote wapande waende mahali palipowekwa jina la Bwana. Lakini pia katika habari za kutoa zile fungu la 10, kuna fungu la 10 zilizotolewa kila mwaka, lakini kuna fungu la 10 iliyotolewa mwaka wa 3 iliyotakiwa ya kuwa hakika yake ifike kule mahali palipowekwa nini? Palipowekwa jina la Bwana. Ikachaguliwa Shilo, na kuchaguliwa Shilo kama makao makuu. Makao makuu ilikuwa ni pia sehemu ya kumwabudu Mungu. Umeona, ina maana taifa la Israeli ilikuwa inaongozwa na Mungu. So makao makuu ilikuwa ni lazima iwe pia ni sehemu ambayo ni makao makuu ya ibada za kumwabudu Mungu. So tunaona kura ya kwanza iliangukia Benjamini, wapi? Pale Shilo. Kura ya pili inaangukia Simeoni. Lakini sasa kuna kitu hapa ambayo unahitaji kuwa makini. Umeona, kuna mambo ambayo lazima tujue. Tumeona kuwa kabila la Simeoni wanapata urithi ndani ya kabila la Yuda, urithi wa Yuda. Lakini sasa haijatajwa mipaka yao. Tunaona anatajwa miji. Kwa nini atajwe miji wakati katika kabila ya Yusufu tuliona ikitajwa nini? Mipaka yao tu, lakini haikutajwa miji. Tukaenda kwenye Yuda tukaona imetajwa mipaka pamoja na miji. Hawa hawakutajwa mipaka kwa sababu urithi wao wanapata ndani ya urithi ya wengine. Na ikitimia nini? Ikitimia ama ikiwa ni jibu la ile laana ambayo tuliona Yakobo akiwabariki watoto wake kwenye Mwanzo sura 49 mstari wa 7, ambao tuliona kabisa kwa Yakobo anasema kuwa upanga wa Simeoni na Lawi ilikuwa jeuri. Umeona sasa, akasema hasira yao haikuwa na nini? Haikuwa na huruma, naye akasema hata ungana na hasira yao, lakini akisema nitawatawanya katika Yakobo, ina maana atawatawanya katika taifa la Israeli. Bila shaka jambo hilo linatimia sasa, maana hawa wa Simeoni wanapata urithi wao ndani ya urithi wa Yuda. Lakini tutaona kwenye Waamuzi sura ya 1 na mstari wa 3 ya kuwa Wayuda watawaambia kuwa, je, Simeoni ndugu yangu, ungana nami ili tuende vitani, na sisi tutakapokuwa ni kura yako ya kuongoza taenda vitani. Walikuja kumezwa pale, na ndiyo maana katika makabila yaliyotengeneza taifa la kaskazini pamoja na makabila 10, lakini ukifuatilia kwa makini unakuta kabisa kuwa Wasimeoni ni kana kwamba hawakuwepo, walikuwa wachache sana. Lakini kwa nini eneo waliyegawiwa Yuda ndio wao eti wapate miji? Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende na mwanzo ni hivi.
Nimegawa hiyo sura katika dondoo kuu 7 na ikifuata hivi: urithi wa Simeoni ambayo ni sura 19 mstari wa kwanza mpaka wa 9, na urithi wa Zabuloni sura 19 mstari wa 10 mpaka mstari wa 16. Urithi wa Isakari ni sura 19 mstari wa 17 mpaka 23, na urithi wa Asheri ni sura 19 mstari wa 24 mpaka mstari wa 31. Urithi wa Naftali ni sura 19 mstari wa 32 mpaka 39. Alafu urithi wa Dani ni sura 19 mstari wa 40 mpaka 48, na urithi wa Yoshua ni sura 19 mstari wa 49 mpaka 51. Nimeigawanya katika hiyo dondoo kuu 7 ili iwe rahisi sana kupata kujua ujumbe zipo aina ngapi. Hiyo ni njia ya kukufanya wewe upate kukumbuka. Ukijua hizo dondoo, bila shaka unaweza kaongea. Lakini tumeona jambo la ajabu ya kuwa kuna wengine ambao hawakutajwa mipaka yao, bali itajwa miji, kwa sababu unakuta kabisa kuwa wao walipata urithi wao wapi? Urithi yao walipata ndani ya wengine pale. So hebu tuende taratibu, alafu tuende kwenye kuanzia sura ya 10 tuone urithi wa Zabuloni, lakini baadaye nitakwambia mambo muhimu ambayo utastajabika. Tuende. Kisha kura ya 3 ilitokea kwa ajili ya wana wa Zabuloni kwa kuandama jamaa zao, na mpaka urithi wao ulifikiria hata Saridi. Kisha mpaka wao ukakwea kuendelea upande wa magharibi hata kufikiria Marala, nao ukafikiria hata Dabesheti, nao ukafikiria kijito cha maji kilicho mkabala wa Yoneamu. Kisha ukazunguka kutoka Saridi kuendelea upande wa mashariki kwa kuelekea mawio ya juu hata kufikiria mpaka wa Kislothibori. Kisha ukatokea hata Daberathi. Kisha ukakwea kuendelea Afia. Kutoka hapo ukaendelea kuelekea mashariki mpaka Gath-Heferi hata kufikiria Ethkasini. Kisha ukatokea huko Rimoni ufikiriao hata Nea. Kisha mpaka ulizunguka nchi hiyo kwa upande wa kaskazini hata Hanathoni. Kisha matokeo yake yalikuwa katika bonde la Iftaeli na Katathi na Halali na Simnoni na Idara na Bethlehemu, miji 12 pamoja na vijiji vyake. Huo ndio urithi wa wana Zabuloni kwa kuandama jamaa zao, miji hii pamoja na vijiji vyake. Kabla sijakwambia mambo machache, nikwambia kwa Zabuloni, yeye alikuwa katika nyumba ya Lea. Zabuloni alikuwa ni mzaliwa wa 6 katika watoto wa kiume. Lakini kumbuke ya kuwa cha ajabu, tunaona kabisa ya kuwa kwa nini Zabuloni yeye anapata urithi wake kabla ya kaka yake Isakari. So kinachofanyika ni Zabuloni anakuwa na baraka fulani ambayo nitakuonyesha baadaye, lakini umeona sasa kwa nini atangulie nani? Atangalie Isakari. Lakini hii inatokana na ile baraka. Baraka ilitokana na tabia ya mtu. Umeona Yesu alikuja kusema nchi ya Zabuloni na Naftali, ili baadaye nitakwambia uone kuwa Yesu katika kuishi kwake kwingi, maisha mengi ya Yesu hapa duniani aliishi katika nchi gani? Ya Zabuloni. Umeona pale Nazareti imekuwa wapi? Iko hapo kwa Zabuloni. So tulie, nitakuonyesha mambo muhimu. Hebu tuende kwanza, alafu nitakuonyesha mambo miji muhimu, maeneo muhimu kipindi cha Yesu, uone kabisa ya kuwa baraka hizo zilileta mpaka matukio yaliyotokea katika maeneo hayo. Umeona sasa ya kuwa unapata picha ya kuwa Nazareti ilikuwa katika mgao ama urithi wa Zabuloni. Lakini kumbuka kuwa Yesu aliitwa nani? Hakuitwa Mnazarayo. Nazarayo ni neno la Kiebrania ambalo ni Nazareti. Mnazareti. So kinachofanyika, iweje Yesu aitwe Mzabuloni lakini wa kabila la Yuda? Halo? Hapo ndio sasa unapata kwenda kabisa ujue ya kuwa walipotoka Misri, walipokuwa Misri, malaika akapeleka taarifa ya kuwa aliyetafuta maisha ya mtoto ameshafanya nini?
amesha kufa, lakini aliporudi akakuta ankelao anatawala wapi? Halafu akafanya nini? Akaamua kwenda kukaa wapi? Nazareti. Anaitwa Nazarayo. Nazareti. Nazareti iko wapi? Zabuloni. Nchi ya Zabuloni nuru imewafanya nini? Imewaangazia. Wewe so utakavyokwenda mbele kule sasa utaona utamu wake. Kuna vitu ambayo usipozielewa kule huko nyuma, mbele kule huwezi kuelewa. Hebu tuende tuone tena kura ya 4 inaangukia nani, alafu baadaye ataja maeneo muhimu na mambo muhimu. Hebu tuende kwanza mpaka mwisho alafu uone. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Kitabu cha Joshua inatoa taswira ya mambo yaliyokuwepo. Utaona kabisa kwa eneo ambao miujiza ilifanyika sana ni wapi? Eneo gani ambayo ilipakana na pwani ya bahari ya Galilaya. Utaona yote, utastajabika. Alafu tukimaliza Jumapili tunaweza tukaangalia sasa yale baraka yaliyotajwa na Yakobo pamoja na Musa, alafu tuone je, yanaendana na hayo? Yanaendana kweli kweli? Yanaendana kweli kweli? Lakini iweje Yesu asikae pale Yuda? Kwa nini Yesu awe ni Myuda lakini Yesu aitwe Mnazareti? Hilo ni swali unaweza kumuuliza mtu tu halafu ikamchanganya. Aliitwa Mnazareti kwa sababu alikaa pale muda mrefu. Yusufu akafanya makazi yake kuwa wapi? Kuwa Nazareti. Wapi? Katika urithi wa Zabuloni. Na Zabuloni na Naftali walishare. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nani yuko pamoja nami? Nione ukiinua mkono juu ukisema haleluya. 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 Twende taratibu. Na huwa nasema hivi, kumjua Mungu, kujua neno la Mungu ni hatua. Knowing the word of God is a long process. It starts by step 1. When you are in step 1, you can't talk of step 10. After step 1, you go to step 2, then step 3, 4, like that. It is a long process. It will take you time to know the word of God. Knowing one place in the Bible will make you to know another place, because one place is translation for another place. That is why we, the Great Commission of Jesus Christ Church, we do use the Bible to elaborate the Bible. It is God himself who can reveal himself. It is the Holy Spirit who can show you where to read so that you can understand the other parts of the Bible. This is something which is factual. When you don't do this, you will be talking blah blah. I'm telling you the truth. Because you will be using your carnal mind. When you use your carnal mind, you will put some things which are not there. You will start putting personal revelation, which will just take people away from the word of God. End up teaching people about Satanism, the devil and his kingdom. And why should you teach people about the devil and his kingdom? Have you taught people about the angels, the way they operate? Let us continue. Twende kwa jina la Yesu. Kisha kura ya 4. Kura ya 4 ilitokea kwa ajili ya Isakari. Maana ni kwa ajili ya lakini umeona sasa Isakari na Zabuloni. Isakari alikuwa ni mkubwa wake Zabuloni. Lakini nakuaje Zabuloni apate kura imwangukie kwanza kabla ya kaka yake? Inakuaje Benjamini kura imwangukie kabla ya kuangukia na Isakari na wakina Zabuloni, wakati aliyekuwa mwisho kwenye kuzaliwa alikuwa ni Benjamini? Ndio maana wacha nikwambie kitu kimoja. Baraka za Bwana unaweza kukuta kabisa wewe una umri mkubwa na umefanya kazi miaka mingi. Kuna mtu ambaye ni mdogo ameibuka tu from nowhere, Bwana anambariki, unaona kabisa anakupita kama mishale, unaanza kuwa na wivu, unataka kumuua. Nasema hivi, kila mtu anaye urithi wake. Kaa katika mapenzi ya Mungu ili uone jinsi urithi wako itatimia mwakao. Lakini nasema hivi, neno la Mungu la kweli ndio itakaye kupeleka kwenye urithi wako. Ndio maana kusema ukweli sisi kwetu, hiyo ni lazima. Maana hakuna ukweli nusu wala uongo nusu.
Kama ni ukweli, ni ukweli uliokamilika. Kama ni uongo, ni uongo uliofanya nini? Uliokamilika. Ndio maana unapofundisha ukweli nusu, uongo nusu, hapo bila shaka hata Mungu mwenyewe hataki hivyo, maana amesema kuwa ama uwe baridi ama uwe moto. Ukiwa vunguvugu utafanywaje? Utatapikwa. Twende kwa jina la Yesu. Kwa kuandama jamaa zao, na mpaka wao ulifikiria Yezreeli na Kesulothi na Shunemu na Paraimu na Shioni na Anaharathi na Rabithu na Kishioni na Ebesi na Remethi na Enganimu na Enhada na Bethpasesi, na mpaka ukafikiria hata Tabori na Shahasuma na Bethshemeshi, na matokeo mpaka wao yalikuwa katika mto wa Yordani, miji 16 pamoja na vijiji vyake. Huo ndio urithi wa kabila ya wana wa Isakari kwa kuandama jamaa zao, miji hiyo pamoja na vijiji vyake. Vizuri, tuendelee kwenye kura ya 5. Kisha kura ya 5 ilitokea kwa ajili ya kabila ya wana wa Sheri kwa kuandama jamaa zao, na mpaka wao ulikuwa Helkathi na Hali na Beteni na Shafu na Alamaleki na Amadi na Mishali, nao ukafikiria hata Kameli upande wa magharibi. Tena ulifikiria hata Shihori Libnathi, kisha ukazunguka kuelekea mawio ya jua mpaka Beth-Dagoni, nao ukafikiria hata Zabloni, tena mpaka bonde la Iftaeli upande wa kaskazini, hata Bethemeki na Neyeli, kisha ukatokea hata Kabuli upande wa kushoto, na Efron na Rehobu na Hamoni na Kana, hata kufikiria Sidoni mkuu, kisha mpaka ulizunguka kuelekea Rama na mji wa Tiro ulio na boma, kisha mpaka ulizunguka kuelekea Hosa, na matokeo yake yalikuwa baharini katika nchi ya Akzibu, na Uma pia na Afeka na Rehobu, miji 22 pamoja na vijiji vyake. Huo ndio urithi wa kabila ya wana wa Sheri kwa kuandama jamaa zao, miji hii pamoja na vijiji vyake. Vizuri, tuendelee kwenye kura ya Naftali. Kisha kura ya 6 ikatokea kwa ajili ya wana Naftali, maana ni kwa ajili ya wana Naftali kwa kuandama jamaa zao, na mpaka wao ulikuwa kutoka Helefu tokea ule mwaloni ulio katika Sananimu na Adaminekebu na Bineeli, hata kufikia Lakumi, na matokeo yake yalikuwa katika mto wa Yordani. Tena mpaka ulizunguka kuendelea upande wa magharibi hata Azmoth-Tabori, tena kutoka hapo ukaelekea mpaka Ukoki, kisha ukafikiria hata Zabloni upande wa kusini, tena ukafikiria hata Asheri upande wa magharibi, tena ulifikiria hata Yuda hapo katika mto wa Yordani kwa upande wa kuelekea mawio ya jua. Na miji yenye boma ilikuwa ni hii: Sidimu na Seri na Hamathi na Lakathi na Kinerethi na Adama na Rama na Hazori na Kedesh na Edrei na Hasori na Ironi na Migdaeli na Horem na Bethanathi na Beth-Shemeshi, miji 19 pamoja na vijiji vyake. Huo ndio urithi wa kabila ya wana wa Naftali kwa kuandama jamaa zao, miji hiyo pamoja na vijiji vyake. Tuone kura ya 7 ya Dani, alafu tuone urithi wa Yoshua, alafu nitakwenda kwenye mambo muhimu. Kisha kura ya 7 ilitokea kwa ajili ya kabila ya wana wa Dani kwa kuandama jamaa zao, na mpaka urithi wao ulikuwa ni Sora, Eshtaori na Irishemeshi na Shaalabini na Ayaloni na Ithla na Eloni na Timna na Ekron na Enteka na Gibethoni na Baalati na Yehudi na Ben-Beraki na Gathrimoni na Meakoni na Rakoni, pamoja na huo mpaka uliokuwa mkabala wa Yafa. Kisha mpaka wana wa Dani ulitokea kuwapita wao, kwa kuwa hao wana wa Dani wakakwea na kupigana na Leshemu na kuutoa na kuupiga kwa makali ya upanga na kuumiliki, nao wakakaa humo wakauita Dani kwa kuliandama jina la huyo Dani mzee wao. Huo ndio urithi wa kabila ya wana wa Dani kwa kuandama jamaa zao, miji hii pamoja na vijiji vyake. Basi wakamaliza hiyo kazi yao ya kuigawanya nchi iwe urithi kwa kuandama mipaka yake. Kisha wana wa Israeli wakampa Yoshua mwana wa Nuni urithi katikati yao,
sawasawa na ile amri ya Bwana, wakampa mji aliotaka, maana ni Timnath-Sera katika nchi ya vilima ya Efraimu, naye akaujenga huo mji na kukaa humo. Hizi ndizo nchi ambazo Eleazari kuhani na Yoshua huyo mwana wa Nuni pamoja na hao vichwa vya nyumba za mababa kabila za wana wa Israeli walizigawanya kwa njia ya kupiga kura, ziwe urithi huko Shilo mbele ya Bwana, hapo mlangoni mwa hema kutania. Basi hivyo wakamaliza kazi ya kuigawanya hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ya kuwa Yoshua yeye haijapigwa kura, lakini Waisraeli wanampa urithi wake kutokana na neno la Bwana. Na maana jinsi alivyoahidiwa Caleb, kama tulivyoona kwenye sura ya 14 ya kuwa Caleb akisema kuwa Bwana alimwahidi ya kuwa atarithi nchi hiyo, na Yoshua bila shaka aliahidiwa. Lakini maana Yoshua pamoja na kuwa kiongozi, Yoshua hakutaka urithi wake sehemu nyingine kwenye kabila lingine, lakini pamoja na hivyo urithi wake aliupata katikati ya kabila lake, alikuwa ni wa kabila la Efraim. Ni sawa sana Caleb alipata urithi wake kutoka kwenye kabila lake ya Yuda. Sasa hebu tuone mambo machache ili uone mambo jinsi ilivyokuwa. Naomba uwe makini, kwa sababu haya ambayo Mungu anasema hapa itakusaidia utakaposoma Agano Jipya. Utakapoona Bethsaida utajua iko upande gani. Na baada ya kufundisha nitajaribu nije sasa ni kuonyeshe ramani jinsi ilivyokuwa. Utakaposikia kuwa huduma ya Yesu kaskazini, utajua ya kuwa ni kaskazini wapi. Huduma ya Yesu kusini, utaona ya kuwa huduma ya Yesu ilikuwa katika maeneo tofauti tofauti. Lakini hii nitakapofundisha sasa kule mbele utakuwa unayo. Na hivi vyote tutajaribu kuviandika kwenye kitabu cha Yoshua kama tafsiri, ili wewe isikupe shida. Haya tunayopitia lazima itawekwa kwenye pamphlet na kitabu cha Yoshua. Tutaiandika vizuri sana ili kila mtu apate kuelewa. Lakini utashangaa ya kuwa maeneo tunayoona kipindi cha Yesu yote ni maeneo yaliyogawiwa wale watu kama urithi wao. Sasa hebu tuone mambo machache. Katika mgao wa urithi wa Yuda na Benjamini imetajwa mipaka inayowazunguka na miji yao. Umeona, katika Benjamini peke yake na Yuda, kabila la Benjamini na Yuda ndio imetajwa, yani mipaka inayowazunguka pamoja na miji. Lakini kumbuka ya kuwa kwa nini hao? Mpaka ulitokana na kitu kinachoitwa baraka. Benjamini alikuwa na upendeleo, kwa sababu kumbuka ya kuwa ukiacha upendeleo kwake Yusufu, aliyependwa baada ya Yusufu kuondoka alikuwa ni nani? Benjamin. Ndio maana Yakobo akasema kuwa mmenichukulia mwanangu, mkaa amepotea, mkimchukua na huyu naye nanyi mtaishusha kuzimu, ndevu zangu zikiwa na nini? Na huzuni. Umeona sasa, ina maana alikuwa anapendwa. Lakini Efraimu na Manase imetajwa mipaka yao, lakini miji haijatajwa. Lakini wacha nikwambie, nimeangalia jambo hili nikawa najadiliana. Naangalia kwa sasa kama mipaka hii iliwekwa, inakuaje sasa kama wangeendelea kuteka alafu wakapanua mipaka yao? Ndio maana kuna watu ambayo urithi wao ulikamilika kwa sababu ya baraka, hawakutakiwa kuendelea kuteka tena. Ndio maana wale ambao wametajwa mipaka, ina maana mipaka yao ilikuwa imeishia pale. Ndio maana Benjamin ilikuwa mipaka yao iishie pale. Mipaka ya Yuda ilikuwa tena kubwa kupitiliza. Lakini wa Efraimu na Manase tuliona kwenye sura ile ya 17 wakimwendea Yoshua na kumwambia kwa sisi tu taifa kubwa, tena tumebarikiwa, mbona umetupa mgao mmoja, mtupe nyingine? Akamwambia kwa nyinyi ni taifa iliyobarikiwa, lakini ingieni katika mapori mfanye nini? Alafu akamwambia kwa chini ya mlima huo kuna farasi na magari, nao pia mwafukuzie mbali, alafu urithi wa pili iwe ya kwenu. So ina maana, ndio maana Efraimu walitakiwa waje wateke, ndio sasa wapate mipaka yao ya mwisho, the final what? The final boundary. Lakini
kumbuka ya kuwa wale ambayo hawakutakiwa waongeze mipaka yao ndio wao ambao tayari tumeona ikitajwa mipaka inayowazunguka na miji, lakini waliotakiwa kuongeza mipaka yao haikutajwa mipaka yao. Nani ananipata? Ndio maana Yuda haikwenda kulalamika, Benjamini haikwenda kulalamika tena, lakini umeona Waefraimu na Manase wao wanalalamika kuwa waongezee, maana wao wa taifa kubwa. Mbona wamepewa moja? Walijua wao ni mbili pamoja, lakini wakaambiwa hivi, ni kweli hivyo nakubali, lakini nendeni mkateke. Ndio maana ikutajwa mipaka yao, ikatajwa miji yao. Bwana Yesu asifiwe. Simeoni na Dani imetajwa miji na sio mipaka, maana mgao wao ulikuwa ndani ya mgao wa Yuda. Umeona sasa, Simeoni na nani? Simeoni pamoja na Dani. Utaona kabisa kuwa Dani walitoka. Umeona katika baraka zile zilizotajwa imetajwa kwa Dani ni mwana simba akaruka. Umeona sasa mpaka, lakini kuruka ina maana watatoka katika pale eneo lao pale katika ile maana walikuwa upande uliyepakana na Wafilisti, lakini kumbuka ya kuwa waliogopa. Ndio maana Samsoni yule mwana wa Mandao, mtu mwenye miguvu, alikuwa wa kabila la Dani. Mungu aliwaweka kwenye mipaka na Filisti ili wao waiteke Filisti, waifanye kuwa mpaka wao, lakini na wao wakaogopa. Wakafanya nini? Wao baadaye wakaenda kuteka kule kaskazini. Wanapoteka kaskazini, Mungu alishajua. Ndio maana nilikuonyesha katika ile kambi nilikuonyesha kuwa palikuwa na marago manne. Nilikuonyesha upande wa mashariki ilikuwa ni marago ya Yuda, alafu upande wa kusini ilikuwa ni marago ya Rubeni, alafu nilikuambia upande wa magharibi ilikuwa ni marago ya Manase ama Efraimu. Nilikuambia upande wa kaskazini ilikuwa ni marago ya Dani. Kumbe katika unabii ilionyesha kuwa wao ndio watakayekaa kaskazini, lakini katika mgao hapa inavyogawiwa, waliyekuwa kaskazini tunaona ya kuwa ni Zabuloni, lakini hawa wanakuja baadaye, wanakuja kuteka kule kaskazini kabisa, na wanaifanya kuwa wanaipa jina la babu yao ambayo ndio Dani, lakini wao ni uoga, lakini Mungu aliwatia Wafilisti mikononi mwao. Ndio maana Mungu akatoa pale mwamuzi aliyekuwa na nguvu kupitiliza, nani? Samson mwana wa Manoa. Lakini mwana wa Manoa badala ya kwenda kuwafukuza akaenda kuwaoa. Akaenda pale kateremka kule Timna, akaona kabinti kazuri, kakazana ya kuwa lazima muoe. Baadaye Bwana akafanya njia ili itokee vya kutokea ili Samsoni apate kuwapiga, lakini baadaye Samsoni tena anaingia tena anampata kahaba mwingine. Baadaye Samsoni anapata mwanamke huko Filisti anayeitwa nani? Delila. Alimdelila kweli. Delila kamdelila Samson, na Samson akaishia wapi? Nyanga. Usicheze na Shetani. Ukicheza na Shetani umekwisha. Watu wengi waliocheza na Shetani walijisahau, hatimaye wakatoa siri zao, Shetani akavunja. Ndio maana Samsoni alikuwa ni mtu, hata wakitoka watu 5,000 alikuwa na nguvu inayoshuka. Roho ya Bwana akashuka juu ya Samsoni, naye akashika taa ya punda, akapiga wanaume 1,000. Wanaume 1,000, 1, 2, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 900, 1,000. Alafu ni watu ambao wana silaha. Yale mageti yalikuwa makubwa, akaibeba geti akaondoka nayo akapeleka mpaka juu ya mlima. Ilikuwa na miguvu, lakini likapetiwa, likajisahau, likanyweshwa mvinyo, likalazwa kwenye paja, likapata usingizi mpaka baadaye kastuka kashanyolewa. Uwe makini usije kanyolewa. Uwe makini usije kafanya nini? Unaweza kanyolewa kwa sababu ya fedha tu.
unapewa fedha, unajaza huku na huku, unataka sasa fedha ionekane umejaza huku na huku sasa. Alafu unafunga mkanda wa labda mkanda wa nje, sasa unafunga kwenye kifua hapa sasa. Unajua dunia yote ni ya kwako. Unadhani umepata, kumbe umepatikana. Wakati huo yeye ni mnadhiri wa Bwana, na Mungu alisema kabisa ya kuwa mnadhiri wa Bwana asioe kutoka kwenye mataifa mengine. Wala mnadhiri wa Bwana hakutakiwa kugusa maiti. Je, ile asali alikula ilitoka wapi? Hakujinajisi. Je, yale mvinyo aliyekuwa anakunywa? Tuliona kwenye Hesabu sura ya 6, mnadhiri wa Bwana hakutakiwa hata kuonja, hata kula tu mzabibu, hata maji ya mzabibu kugusa. So umeona hata mambo aliyofanya Samsoni akaanguka, unaanza kuyajua kabla tujaenda kwenye sura ya 12 kitabu cha Waamuzi mpaka sura ya 16. Ndio maana sema hivi, utaifurahiaje kitabu cha Waamuzi? Utafurahiaje habari za Samsoni? Kumbe Mungu aliwatia Wafilisti mikononi mwa Dani. Ndio maana wanawekwa pale karibu na Yuda, lakini wanakuwa kwenye mpaka kati yao na Wafilisti. Mungu yawezekana amekuweka ujenge karibu na yule mchawi. Yawezekana yule mchawi amejenga pembeni mwako, wewe ndio Dani. Yamkini wewe ndio Dani, unakimbia nini? Wadani walikimbia, lakini walipewa uwezo wa ziada. Ndio maana Samson mwana wa Manoa anatoka kwenye kabila la Dani. Yawezekana wewe ndio Dani, na wewe ndio mwana wa Manoa, lakini sasa wewe mwenyewe mwoga. Ukisikia tu akigusa mlango umeruka mpaka umetaka kutoka na dirisha wewe. Tuone sasa kura ya Simeoni. Kura ya Simeoni ilikuwa baada ya Yuda, Yusufu na Benjamini, wakati alikuwa mzaliwa wa pili. Umeona sasa kura yake Simeoni ambaye alikuwa mzaliwa wa pili, kwa nini iwe baada ya wale wadogo zake? Weka question mark kubwa. Saa nyingine wewe ni mzaliwa wa kwanza, wadogo zako wamebarikiwa, lakini yawezekana mabaya aliyetenda. Umeona sasa Simeoni mambo aliyetenda, alitenda nini? Baba yake katika ile Mwanzo sura 34 pale Shekemu, Yakobo akakataa kwenda pamoja na Esau. Akakunja akaenda Shekemu akanunua kiwanja. Na pale binti yake akatwezwa na yule Shekemu mwana wa mfalme Amori. Kilichotokea ni nini? Shekemu na Amori baba yake wakaenda wakakubaliana na Yakobo ya kuwa Shekemu atamuoa Dina. Lakini walivyotoka kule kuchunga machungoni, Simeoni na Lawi, tayari wale watu walishakubali kuingia kwenye agano la tohara, na walienda Amori pamoja na mwanae Shekemu, walikwenda katika mji wao wakasawishi wanaume wote ya kuwa waingie kwenye agano. Na Mungu alisema mtu ambaye ameingia yuko tayari kuingia kwenye agano alikaribishwa. Lakini maana watu wale wakabali wakatairiwa. Lakini Simeoni pamoja na Lawi wakachukua panga zao, wakaenda wakati watu wale bado wao katika maumivu, na wakaua watu wote. Ndio maana Yakobo katika ile sura ya 49 kitabu cha Mwanzo mstari wa 7 anasema kabisa ya kuwa upanga wa Simeoni na Lawi ilikuwa jeuri, wala hasira yao haikuwa na huruma. Hebu nione mtu ambaye hasira yake inakuwa na huruma, na mtu ambaye mkasirikia. Nione hasira yako inakuwa na huruma. Hasira yako na iwe na huruma kwa jina la Yesu. Tunaona kabisa kuwa laana ya Simeoni ya kutawanywa inawafanya watawanywe katika urithi wa Yuda. Nasema hivyo takatifu. Kuna wakati mwingine wewe kile unachokifanya unachoshika na teleza tu. Ndio maana urithi wako umewekwa pamoja na watu. Kuanzia leo nageuza laana yako iwe ni baraka,
na Bwana akufanyie urithi wako peke yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akuinue juu na akuandalie urithi utakaye kutosha wewe na wote wanayekuhusu kwa jina la Yesu. Amen. Laana zote na yageuza yawe ni baraka, maana Mungu akamwambia Ibrahimu ya kuwa watakaye kubariki watabarikiwa, watakaye kulani watalaaniwa. Na geuza laana zote za wote waliyekulani, ama kwa kujua ama kwa kutokujua, waliyelani jamaa zako, waliyelani ukoo wako, waliyelani ukoo wa mama na ukoo wa baba yako, waliyelani ukoo wa mume wako na mke wako, waliyelani familia yako, waliyelani kazi ya mikono yako, waliyelani biashara yako, waliyelani huduma yako, waliyelani sura yako, waliyelani muonekano wako na nyota yako, na geuza iwe ni baraka katika jina la Yoshua pili. Amen. Sasa nisikilize, hakuna nabii wala mwamuzi aliyetoka kwenye kabila la Simeoni. Hala kabila yote hiyo kubwa ya Simeoni. Kuna makabila mengine hakuna wasomi, makabila mengine yanatokea ombaomba, makabila mengine yanatokea watu uchwara, makabila mengine yanatokea watu ambao hawako serious. Je, kabila lako likoje? Ndio maana Bwana ametuweka sasa tuombe kwa ajili ya makabila zetu. Pamoja na Yoshua alikuwa ni kiongozi, lakini baada ya wote kupata, yeye akaenda kupata urithi pale katika jamaa zake Efraimu. Je, unatambua jamaa zako? Wewe ni Yusufu wa jamaa zako. Ndiyo maana huwezi kubarikiwa. Kwa sababu gani? Umekata msaada kwa wale waliokuwa wanawasaidia kwenye familia ya ukoo wa mama na baba. Yusufu angekata msaada kwa wale ndugu zake, angebarikiwaje? Nasema hivi, turudi katika upendo tuliokuwa nayo na wale ndugu zetu. Nasema hivi, Biblia inasema kuwa asiyependa wa kwake ni mbaya kuliko nani? Asiamini. Basi kama wewe mbaya kuliko sema, basi wewe ni mbaya kuliko shetani. Pamoja na hivyo, Yuda wanakubali ya kuwa hawa wa Simeoni wapate nafasi wapi? Wapate nafasi katika urithi wao. Lakini hii inaonyesha hivi, Yuda alikuwa amebarikiwa. Unapobarikiwa ina maana wewe unakuwa baraka kwa wengine. Ndiyo maana Yuda hawakuona mapungufu wala hawakuwa na mapungufu, kwa sababu eneo aliyepewa ilikuwa kubwa. Yawezekana Mungu anakupa mshahara mkubwa, Mungu anakupa biashara, atabariki biashara yako, atabariki watoto wako, nawe utakula na kushiba na kusaza. Yale ambao utakuwa na wapa wengine ndio yale ambao ungesaza. Ndio maana nasema hivi, Mungu anayekwenda kubariki sasa hivi anasema ya kuwa, je, uko tayari kwenye urithi wako wengine wapewe urithi? Wewe uko tayari? Wewe sio mchoyo. Fedha zako zinaona jua kweli? Ndio. Wewe umeona, Yuda wamebarikiwa. Aliyebarikiwa, kuna wakati mwingine Mungu anaweka watu wengine wapate urithi wao kutoka kwenye urithi wako. Umeona sasa, Yuda alipewa sehemu kubwa, lakini Wadani wanapata urithi kutoka kwa Yuda, Wasimioni wanapata urithi kutoka kwa Yuda, na Yuda hawakuona gere, Yuda hawakukataa. Nasema ya kuwa ili uzidi kuwa mbarikiwa, nawe uwe baraka kwa wengine kwa jina la Yesu. Amen. Uwe baraka kwa taifa letu kwa jina la Yesu. Amen. Uwe baraka kwa mikoa yako kwa jina la Yesu. Amen. Uwe baraka kwa kijiji chako kwa jina la Yesu. Amen. Uwe baraka kwa kabila yako kwa jina la Yesu. Amen. Uwe baraka kwa familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu lazima tuwe baraka. If you cannot give, nobody will give you. You will only harvest where you are planted. That is the principle. You don't give others, and others won't give you. If you talk, you tell other people about other people, those people will tell other people about yourself. Nasema hivi, nimejifunza jambo hili ya kuwa watu wengi sana ni kweli wako tayari kupokea, lakini Yesu alisemaje? Ni heri kufanya nini? Kutoa kuliko kufanya nini? Kupokea. Hiyo tunafundishana kwenye ibada, tunafundishana kwenye utoaji.
Simeoni walikuja kuwa na muunganiko na Wayuda na hatimaye walipotea. Pale tutaona kwenye Waamuzi sura ya kwanza mstari wa 31 wanaposawishiwa waende pamoja na wao kupigana. Katika kugawanyika kwa taifa, bila shaka utasoma kwa wakati wako Nyakati ya Pili sura ya 15 mstari wa 9, utaona kabisa kwa waliangukia katika mkono wa Asha. Asha bila shaka aliwakatilia mbali wengi sana wa Simeoni. Lakini tutakapokwenda mbele sasa hivi, tutakapoona Asha na watawala wengine, tutapata wakati mzuri, maana kwa msingi tuliyeweka huko nyuma, mara hii itatufanya tusafiri vizuri sana. Ndio maana sasa Mungu anakodadabua huko nyuma, ina maana sasa Mungu kanuni ya Mungu ni kufanya nini? Anakupa uhakika kule unakoenda. Tayari unabeba majibu ya kule mbele. Ndio maana wana wa Israeli kabla hajaenda pigana, Mungu anamwambia Yoshua kuwa inuka kesho uende ukawavamie, maana nitawatoa mbele yako. Jinsi wamefanya, ila wamefanywaje? Wameuawa. Mungu anatufundisha sasa, anatupa tafsiri ya kule mbele, anatupa majibu ya kule mbele. Tutakapokwenda kule tayari tunabeba majibu. Ubebe majibu yako ukienda mbele kule kwa jina la Yesu. Amen. Uwe na majibu ya mwaka una miaka yote ijayo kwa jina la Yesu. Amen. Majibu ya mapato, majibu ya kiroho na kimwili katika jina la Yoshua. Amen. Miji ya Simeoni, miji mikubwa inayofahamika ilikuwa katika urithi wa Yuda. Ni Beersheba ambayo imetajwa pale katika urithi wa Yuda. Lakini kumbuka ya kuwa haikutajwa mipaka yao, kwa sababu wao wanapata urithi kutoka katika wengine. Kumbe katika maisha kuna wengine ambao wao hawatakiwi kurithi, bado wanatakiwa wawe na nini? Mgao wao katika urithi ya watu wengine. Je, wewe uombe Mungu akuonyesha kuwa wewe ni kupata urithi, kupata mgao katika urithi ya wengine? Lakini mimi naomba kwa ajili yako leo ya kuwa usiwe wa kupata mgao katika urithi ya wengine, bali upate mgao wao kutoka kwa Mungu, na wengine ndio wawe na mgao wao katika urithi wako kwa jina la Yesu. Amen. Kura wa Zabuloni. Zabuloni alizaliwa na Lea. Alikuwa ni mtoto wa ngapi? Wa 6. Baada ya Rubeni, Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, kisha anazaliwa Zabuloni, na baadaye Lea akaja akamzaa binti anaitwa Dina. Lakini muone Zabuloni, nilitangulia kusema kuwa yeye alitakiwa apate mgao yake baada ya kaka yake ambayo ni Isakari. Lakini unaona anatangulia Isakari kupata mgao. Ndio maana watu wa Mungu kupata inamtegemea Mungu. Yawezekana wewe ni mdogo, lakini Mungu akikubariki usiwacheke wale ambao umri wao umekwenda, ambao hawajapata. Yawezekana mdogo akabarikiwa kabla ya mkubwa, yawezekana mkubwa akikaa vizuri. Kumbe nimetambua kwa kubarikiwa kwetu inatokana na maisha tuliyoishi tukiwa wadogo, ama maisha tunayoishi tukiwa wadogo katika ulimwengu wa kiroho, ambao baada ya kuokoka, hiyo ndio inayoleta sasa baraka za watu. Ndio maana kumbe wengi wanacheleweshwa kwenye kupata kwao, maana anaishi maisha ya aina gani? Je, maisha yanayompendeza Mungu ana maisha ya kumchukiza Mungu? Baraka za Bwana zinategemea na maisha unayoishi. Ishi maisha matakatifu ili uende katika baraka zao kwa jina la Yesu. Kura yake ilianzia katika bahari upande wa magharibi, ambao ni bahari ya upande wa magharibi ni bahari ya Mediterranean, na bahari ya Tiberia upande wa mashariki, ikiwa ni jibu ya unabii wa Yakobo. Hebu soma kwanza katika Mwanzo 49 mstari wa 13 tuone ya kuwa je, Yakobo alisema nini juu ya huyu Zabuloni. Umeona sasa? Tuone ya kuwa je, Yakobo alitamka baraka gani? Baraka inawezekana mtu akakutamkia laana, lakini hiyo ndio baraka zako. Je, baraka zako ni baraka ama ni laana? Lakini kumbuka, kumbe baraka zetu zinazotoka kwa Mungu inakuwa determined na tabia zetu, our characteristic traits. Uligishije? Ulitenda mabaya namna gani? Lakini ni kweli tukiokoka tunakuwa tumesamewa yote yaliyopita. Lakini je, unapoendelea kugaagaa kwenye dhambi kama kitimoto anayegaagaa kwenye matope, uone kama unaharibu sasa baraka zako? Hebu soma kwa jina la Yesu. Zabuloni atakaa pwani ya bahari
naye atakuwa kama pwani za kuegesha merikebu. Umeona, upande wa magharibi palikuwepo na ile bahari kuu iliyokuwa ni bahari ya Mediterranean, lakini upande mwingine kuna ile bahari ya Tiberia. Nilisema kuwa Tiberia jina lingine linaitwaje Faraji? Tiberia jina lingine linaitwaje? Ina majina mengine mawili. Nilisemaje Pafra? Ina majina matatu. Galilaya sawa, ingine? Galili wewe. Genezareti sawa Faraji. Genezareti, Galilaya na umeona sasa wamezungukwa na nini? Wamezungukwa na bahari. Ndio maana umeona hiyo inaendana na nini? Ni jibu la baraka ambayo Yakobo alimbariki Zabulon. Bwana Yesu asifiwe. Maeneo muhimu katika urithi wa Zabuloni, kuna mlima Karmeli. Nani anajua habari za mlima Karmeli? Tutaipata katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 na 18. Mlima Karmel ndio pale ambapo Eliya aliwapeleka watu pale na kujaribisha Bwana pamoja na Bali, na hatimaye Eliya akachinja watu wenye ndevu 450. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya moto kufanya nini? Kushuka. Ilikuwa katika eneo gani? Eneo la Zabuloni. Sasa unaona, tutakapokwenda kule mbele sasa utapata picha sasa ya kuanza kuelewa Biblia, ya kuwa kila neno kwenye Biblia inayo maana yake, kila mstari inayo maana yake, kila sura ina maana yake, kila neno unayopitia kwenye Biblia inayo maana yake. Ndio maana ukichukulia kwa hivi huwezi kujua. Karmeli. Eneo lingine ni Nazareti. Kristo alikaa muda mrefu akiwa hapa duniani. Wapi? Nazareti. Lakini kumbuka ya kuwa Yusufu aliamua kwenda kukaa Nazareti wakati alipozaliwa Kristo Yesu. Baada ya wale majusi kufanya nini? Kuondoka, malaika akamwendea Yusufu akamwambia, chukua mtoto na mama yake utimukie wapi? Misri. Akakaa Misri miaka miwili, na baada ya kukaa Misri miaka miwili Herode mkuu akafa, na malaika tena Gabrieli akamwendea nani? Yusufu katika ndoto. Ndoto ni muhimu sana. Yawezekana unapuuzia ndoto zako, lakini ndoto ilimuokoa Mwokozi wetu. Ndoto ilifanya Mwokozi wetu arudishwe kwenye nchi yao. Ndoto zako unazichukuaje? Unajuaje kama aliyekuja katika na ujumbe ule kwenye ndoto ni malaika? Gabriel anaenda kwenye ndoto, anamwambia kuwa waliyetafuta maisha ya mtoto wamesha kufa, chukua mtoto urudi katika hivi. Anaporudi anakuta mtoto aliyekufa ankelao anatawala Yerusalemu. Akasema kabisa kwa asija kawa baba yake alimwagiza kuwa mtoto huyo aangamizwe. Kwa uoga Yusufu anachukua Mariamu na Kristo, wanakwenda kukaa wapi? Wanakwenda kukaa kule Zabuloni. Wapi? Nazareti. Na ili aitwe nani? Mnazarayo. Aitwe Mnazarayo, neno la Kiebrania yenye maana Mnazareti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakuaje? Ni Myuda, lakini baraka inampeleka kae katika eneo la Zabuloni. Mungu akufanye uwe Zabuloni kwa jina la Yesu. Mungu afanye kazi yako iwe Zabuloni kwa jina la Yesu. Mungu afanye biashara yako kuwa Zabuloni kwa jina la Yesu. Maana Zabuloni nuru iliangaza pale, na walikaa, Bwana alikaa pale muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Nazareti alikaa akiwa na miaka miwili mpaka akiwa na miaka 30. Akiwa na miaka 30 alipoitwa kwenye huduma sasa, ndipo sasa akaenda kufanya makao yake wapi? Kapernaum, pembeni mwa bahari ya Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Pia palikuwa na mlima Tabori. Huyu mlima Tabori ndio ile mlima Yesu alipanda na wale wanafunzi wake watatu, Petro, Yakobo pamoja na Yohana. Akaomba mpaka mavazi yake yakabadilika. Kiingereza ni
Transfiguration. Ina maana alipanda katika huo mlima akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka ya kuwa Yesu pia, kumbuka ya kuwa mara ya kwanza huduma yake alianzia wapi? Huduma yake alianzia hapo, ndipo akamkataa katika sinagogi, akasema kuwa Roho ya Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Umeona sasa? Lakini pia akasoma katika ile Isaya 61 ya kuwa ametumwa uhubirie maskini nini? Habari njema, na kuambia pia habari za imetimia unabii huo, nao wakamtimia tumua. Lakini litokea wapi? Eneo la Zabuloni. Pwani na bahari ya Galilaya. Kristo alihubiri zaidi na kufanya miujiza mingi. So kumbuke ya kuwa hiyo pwani, kama unavyojua, akamwendea Petro, akampata wapi? Akampata katika hiyo eneo la Zabuloni, wakati wakifanya nini? Wakivua samaki. So alifundisha sana, lakini pia alifanya miujiza katika ukanda huo wa Zabuloni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone kura ya Isakari. Inaanzia kura yake ilianzia Yordani, upande wa mashariki ya bahari iliyopo magharibi. Hiyo ndio ukisikia bahari ya magharibi ni Mediterranean, na pia ikaenda mpaka upande wa Manase kusini na Zabuloni upande wa kaskazini. Tora, mmoja wa waamuzi, ambayo hebu soma kwenye Waamuzi 10 mstari wa kwanza, tumuone Tora, moja kati ya wale waamuzi walitoa kwenye kabila la Isakari. Umeona, utakapomuona Tora, bila shaka kinachofanyika ni nini? Utajua kabisa yeye ni wa kabila gani. Alikuwa ni wa kabila la Isakari. Baada yake Abimeleki akainuka Tora mwana wa Pua mwana wa Dodo mwana wa Isakari waokoa Israeli, naye alikuwa akikaa Shamiri katika nchi ya vilima Israeli. Bila shaka Tora huyo mlima hizo. Alafu Baasha, mfalme wa Israeli. Baasha, nani anakumbuka Baasha? Baasha mfalme wa Israeli, mfalme wa kaskazini. Hii utapata kwenye Wafalme wa Kwanza sura 15 mstari wa 27. Hebu soma Baasha. Umeona sasa? Kumbuke ya kuwa tutakapokwenda kwenye ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini, tutajifunza mambo mengi sana. Maana Wafalme wa Kwanza sura 15 mstari wa 27. Basi Baasha wa Ahia wa mbari ya Isakari akamfanyia fitna. Baasha akampiga huko Gibethoni ulio wa Filisti, kwani Nadabu na Israeli wote walikuwa wakiusuru Gibethoni. Bila shaka umeona kabisa Baasha alikuwa ni wa Isakari, lakini pia sehemu muhimu ni Jezreeli. Kama unavyojua, mfalme Ahabu alikuwa anakaa Jezreeli. Jezreeli ilikuwepo katika eneo la Isakari. Jezreeli ndipo palipokuwa na hekalu la Ahabu. Bwana Yesu asifiwe. So utakaposoma habari za Ahabu utajua Jezreeli ya kweli ilikuwa kwenye kabila la Isakari. Lakini pia kiwanja cha Nabothi ambayo Ahabu mke wake Jezebeli alifanya njama akauoa, akamchukua kiwanja hicho, ilikuwepo pale katika eneo la Isakari. Yule mwanamke Msunami ambayo alimtunza Elisha vizuri, hatimaye akapata mtoto, lakini mtoto akafa, naye alikuwa nakaa katika eneo la Zabuloni. Mto Kishoni, mahali Sisera alishindwa na Dibora, na Baraka ilikuwa pia katika eneo la Isakari.
waliuawa. Pia ilikuwa katika eneo la Isakari na bonde la Megido. Alipouawa mfalme Yosia pia ilikuwa katika eneo la Isakari, ambayo tunapata kwenye Zakaria 12 mstari wa 11. Soma kwa wakati wako. Kura ya Asheri. Kura ya Asheri ilikuwa pwani ya bahari kuu ambayo ndio Mediterranean. Nabii Ana binti Fanueli, tunaona kwenye ile kitabu cha Luka sura ya 2 pale ambapo alizaliwa Kristo, nabii mwanamke ambao ni Nabii Ana binti Fanueli aliyekaa hekaluni pale akifunga na kuomba akitarajia kumwona Kristo, alikuwa ni wa umbali wa Asheri. Lakini eneo la Asheri haikuwa na maeneo muhimu ambayo yalitajwa kwenye Biblia kama maeneo mengine. Kura ya Naftali. Urithi wa Naftali ilikuwa kaskazini na mbali na makabila mengine. Ilikuwa jirani na mlima Libanus. Dani walikuja umeona sasa, hawa Naftali walikuwa wapi? Walikuwa kaskazini, lakini Wadani ndiyo katika ile baraka zao na kutajwa kuruka, walikuja kuwakimbia wale wanini, wale Wafilisti, alafu akaenda juu ya Dani, na wao ndio akawa kaskazini kuliko wote, ingawa katika marago upande wa kaskazini ilikuwa ni marago ya Dani. Bwana Yesu asifiwe. Kapernaum na Betsaida na kaskazini mwa bahari ya Tiberia. Umeona sasa, bila shaka ina maana ilikuwa imepakana na Kapernaum na Betsaida. Kapernaum ndio Yesu alikuja kuweka makazi yake makuu ama makao yake makuu ya huduma yake katika ile miaka 3.5, lakini pia ilikuwa ni mji ambayo wanafunzi wake wengi walikuwa wanatoka, wakina Yohana, wakina Petro, wote walikuwa wanatoka pale katika eneo la Kapernaum. Katika eneo hilo Yoshua alimshinda mfalme Yabini kama tulivyoona kwenye Yoshua 11 mstari wa 1. Yesu alifanya miujiza, na bila shaka alifanya miujiza mingi katika eneo hilo, lakini pia ile hotuba ya mlimani ilifanyika katika eneo la Naftali ambao tunapata kwenye Mathayo 5 mstari wa 1. Kura ya Dani, mmoja kati ya makabila yaliyopata mgao yao pale katika Yuda. Wakati wa kusafiri jangwani walikuwa nyuma kwenye msafara. Unakumbuka walikuwa nyuma katika msafara. Ukikumbuka nilifundisha ile Hesabu sura ya 2 jinsi walivyokuwa katika msafara. Waliyekuwa nyuma walikuwa ni marago ya nani? Ya Dani. Waliyetangulia walikuwa ni marago wa nani? Marago ya Yuda. Nani anakumbuka? Lakini sasa ningesema haya kama wewe ukuwepo katika kitabu cha Hesabu kule sura ya 1 na sura ya 2, ungeielewaje? Na unapoelewa kule na kuelewa hapa, unapokwenda kule mbele utaelewa. Tukienda kwenye Agano Jipya utakuwa tukiongelea eneo la Kapernaum. Mimi mara hii nitakufanya utajua kabisa ikoje. Ndio maana nitaleta mapa alapo nitakuonyesha. Utakuwa kabisa kwa huduma ya Yesu kaskazini, utahesabu ya kuwa Naftali moja kwa moja, baadaye Dani wakawa juu yao. Itakaa kichwani mwako, na mimi nasema hivi, utaongea Biblia, mtu atakuelewa vizuri na ataona utukufu wa Bwana, atamuona Bwana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kura yao ilianza kusini mwa Kanani, Yuda mashariki, alafu Wafilisti wakiwa magharibi. Unaona sasa, magharibi yao walipakana na Wafilisti, lakini Mungu aliwapa nguvu ya nini? Nguvu ya kushinda Wafilisti. Lakini walivyokimbia wakaenda kutafuta urithi kule kaskazini, Mungu akawapa Yuda, na aliyekuja kuwashinda Wafilisti alitoka katika Yuda. Alikuwa nani? Alikuwa mfalme Daudi, tena akiwa mtoto
mdogo, lakini kibali hicho ilitoka kwa Dani na Samsoni wao alivyokuwa anapenda kabu, anapenda akapenda mpaka akapendwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye hakumaliza kazi. Angalia sana unachokipenda, watakatifu wa Bwana, usije ukapenda bao ukapendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kipenda dhambi itakupenda zaidi. Walitakiwa kuwa kabila, walitakiwa kuwafukuza kabila la Wafilisti kupitia Samsoni mwana wa Manoa, lakini walishindwa. Eneo muhimu ni joka. Kura ya Yoshua, baada ya kila kabila kupokea urithi wake, basi Yoshua sasa alipokea urithi wake jinsi ambao neno la Bwana ilipokuwa imesema. Lakini Joshua alikuwa ni mvumilivu. Siku zote kama Mungu amekufanya wewe kuwa mkubwa ama kuwa kiongozi, usio wa kwanza kutaka mgao wako ama kupata kwanza. Hakikisha watu wengine wote wanapata, alafu wanapata mwisho. Yoshua alionyesha mfano mzuri sana, lakini kumbuka ya kuwa alipata mgao wake katika jamaa zake. Alikuwa ni Efraimu, naye alipata eneo katika mlima wa Efraimu, ingawa walipendelewa, maana ilikuwa ni katikati ya nchi ya Kanani. Ndiyo maana hata Shilo ilikuwa katika eneo lao la Efraimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sasa hapa kwetu eneo la katikati ni Domdom, si ndio? Wanaekaa Domdom yawezekana ndio kabila la Efraimu. Nami yuko pamoja nami nione hivi. Urithi wake bila shaka ilikutoka kwa Bwana, na wao haikuwa ni kura, haikutoka kwa kura, ilitoka kwa neno la Bwana ya miaka mingi iliyopita. Yoshua hakudai urithi mapema, lakini alipata sehemu inaitwa Timnath. Timnath Sera. Timnath maana yake ni sehemu iliyobaki. Timnath ni sehemu iliyofanya nini? Iliyobaki. Na Sera maana yake ni upande wa mashariki ama upande wa jua, lakini katika mlima Efraimu. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua naye akaja kazikwa katika eneo hilo. Tutaona kwenye Yoshua sura 24 mstari wa 30. Lakini Agano Jipya, sisi pia kama waumini tumeahidiwa baraka, lakini kupitia nani? Baraka zetu zinapitia kwa Kristo. Lakini pamoja na kupitia kwa Kristo, lazima baraka hizo uzipiganie. Namna gani? Uzipiganie kiimani, lakini sio kutumia silaha za kishetani. Kuishi maisha matakatifu, tunda ya rohoni, kutembea katika nyaya za Yesu. Na mimi nasema hivi, bila shaka vita hivyo utaweza kuvipigana vizuri. Paulo, wacha nikwambie, Paulo alivipigana hivyo vita na akavimaliza salama, kwa sababu Paulo alikuwa tayari kuvuliwa nguo hata sokoni na kupigwa. Ndio maana huwa nasema hivi, nikiona mtu ataki kuhubiri Injili, naona mtu huyo natamani sana nimkimbize, kwa sababu gharama ya Injili unaijua. Kristo Yesu anavuliwa nguo, anapigwa bakora mbele ya watu. Gharama ya Injili unaijua. Wanapiga kelele asulubishwe, asulubishwe. Gharama ya Injili unajua. Yohana anatupwa kwenye kisima cha Patmo. Gharama ya Injili unajua. Petro anafungwa gerezani, mkono wa kulia imefungwa kwa mkono wa askari, na mkono wa kushoto umefungwa kwenye mkono wa askari. Lakini malaika anakuja anafungua hiyo minyororo pasipo maaskari hao kujua, na milango ya gereza kufunguka. Gharama ya Injili, gharama ya wokovu wako ni nini? Gharama ya Injili ni nini? Ukijua gharama ya Injili, huwezi kucheza tena. Utabeba Injili, utapeleka Injili, utawaza Injili, utanena Injili, na haya yote ni misingi ya Injili. Ndio maana nasema hivi, tunataka tutoke kwa design ya tofauti. Lazima shetani apishe njia
ili watu waelekezwe kwenye ujio wa Yesu mara ya ngapi? Ya pili. Watake wasitake, watu watajua ukweli, maana hii ndio injili iliyohubiriwa kwenye karne ya kwanza. Ndiyo maana tunaleta injili ya karne ya kwanza. Kwa nini mchungaji usihubiri injili ya karne ya 21? Injili ya karne ya 21 imesha kuwa diluted, imechanganywa na maji, haina uhalisia wake. Tunataka injili ya karne ya kwanza tuilete kwenye karne ya 21. Nani yuko tayari kuleta injili ya karne ya kwanza kwenye karne ya 21? Amen. Makofi kwa ajili ya Bwana. Kwa wakati wako, muda umeenda, utasoma waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka 11. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka 11, na Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 13. Ninaishia hapo, lakini ninakuahidi mengi sana katika eneo hilo. Nitakapopitia siku ya Jumapili insight, na maana nitaingia kwenye undani zaidi sasa nikiwa na muda, na nikipitia katika sura zilizobaki hizo, kuanzia sura ya 19 mpaka sura ya 24. Lakini mimi nakuahidi mengi sana unapokwenda pia kwenye kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Ruti, kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili, kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, kitabu cha Ezra, kitabu cha Nehemia, kitabu cha Esther, na pia na vitabu vingine vyote. Na tukimaliza vitabu 39 na kuambia, tukiingia kwenye vitabu vya Agano Jipya itakuwa kama mteremko. Maana ni nini ambayo utakuwa uelewi? Tukiongea habari za Bethsaida, habari za Jopa, habari za kaskazini, huduma ya Yesu ilianzia wapi? Utayajua. Huduma yake ilimalizia wapi? Utayajua. Kwa nini watu walikuwa wanapanda wakienda Yerusalemu? Utajua. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Ninamshukuru Bwana. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumeona mengi Baba wa rehema yanayohusu Agano Jipya katika kitabu cha Yoshua sura 19, katika Baba mgao wa Baba wa rehema makabila 6 yaliyebaki pamoja na Yoshua mwana wa Nuni. Baba muweza wa yote, tunazidi kunyenyekesha chini ya msalaba wako ili tujue neno lako Baba. Maana Baba, jinsi ulivyowapa Baba wa rehema wa Israeli jibu la kushinda vita, ukiwaambia kuwa kesho muda kama huo Baba wa rehema watoke waende, nawe utawatoa mbele zao kama waliyepigwa na kufa. Baba, asante kwa kutupa Baba wa rehema Baba tafsiri Baba ya maeneo ya kule mbele tunakoelekea. Mungu mweza wa yote, neno lako liguse kila moja, maana ndio hitaji la mioyo ya watakatifu wako. Neno liwatakaze Baba, neno liwe karabati, neno ling'oe mapando yote, maana imeandikwa ng'oeni kila pando lisilokuwa pando la Bwana. Neno lipite katika viungo vyote Baba, vya mwilini na vya rohoni. Neno livunje mikataba yote, na Baba neno likimuumba tena upya, maana imeandikwa mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Baba, hata nywele zake zifanyike, hata mboni na jicho lake isiona vizuri, hata macho yake anaye Baba washa na kuma, hata masikio yake zilizokuwa na kichomi Baba vitoke Baba vyote. Baba, umba ufahamu wake na akili zake, umba moyo wake, umba mwili wa roho na mwili wa kawaida, na kama unavyomrejeshea tai ujana wake, mrejeshee Baba afya yake. Na Baba, maneno haya wengi wanatamani sana kuyaelewa ama kuyasikia Baba, lakini Baba sisi umetupa neema kuyaelewa. Baba, neno lako Baba litulinde na kutuokoa na mabaya. Neno lako litupe Baba nafasi ya kuendelea kuishi nasi Baba. Tuko tayari kupeleka fadhili zako Baba katika mataifa yote, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Yanasikia moyo wangu umejaa na furaha, sijui ya kwako. Moyo wangu umejaa na furaha, moyo wangu unamtukuza Bwana. Kumbe ndio maana Mariamu akasema, akamwambia Elizabeth ya kuwa moyo wangu unamtukuza Bwana, moyo wangu unamtukuza Bwana, moyo wangu unamtukuza Bwana, moyo wangu unamfurahia Bwana. Sijui moyo wako unafanyaje? Mungu afungue macho yako uone anayeona. Basi watakatifu wa Bwana, nimefikia hapo. Nisamehe tumechelewa, lakini ufalme wa Mungu utekwa na wenye nguvu. You are not wasting your time. You won't regret. I have never regretted, but you are investing. This is more than investment.
you will harvest what you are planting. But you won't get it on a golden plate or a silver plate. It is something which you have to work for. That is why you are seeing me sweating here. And why should I sweat? It is not a joke. If you think that is a joke, then try it. Watu Mungu, acha nikwambie. Ukidhani kusoma Biblia ni ngumu, basi kajaribu jinga. Ama kusoma vitabu vingine visivyokuwa na maana. Lakini soma Biblia. Biblia mimi sasa hivi ndo napata picha. Biblia yani imejitosheleza mwatatu. Yani Biblia ina kila kitu. Kila kitu mwanzo mpaka mwisho ina kila kitu pale. Lakini sasa utaweza kukaa chini unyenyekeshe chini ya msalaba ili Roho Mtakatifu akuongoze? Unaweza ukaijua lakini unaweza kuisema? Nasema hivyo Mtakatifu wa Bwana. Hebu badilika. Na kuomba kabisa. Badilika kabisa. Na twende wote. Kama utashindwa, mimi nakuhakikishia mimi sitashindwa. Lakini mimi nasema hivi. Naona kinachokuja mbele. Kila mtu shikilia vizuri tupate kwenda. Kama nitayaongea mwenyewe alafu wewe usiyaongee, basi utakuwa kama nimepoteza muda wako. Ndio maana nasema hivi. Hatua kwa hatua. Tunapoteza muda wetu tukiwa hapa. Paulo alifundisha Biblia miaka 2 mfululizo. Katika eneo ambao Wakristo mara ya kwanza waliitwa Wakristo. Nasema hivi. Paulo kama anaweza kufundisha, anafundisha mpaka usiku wa manane, mpaka kuna mtu mmoja anatoka juu ya ghorofa chini, kapoteza kakafa. Alikuwa anaitwa nani yule? Tiko sawa. Kafa. Paulo akashuka akamfufua. Lakini anafundisha mpaka mtu analala. Yesu anafundisha siku 3. Watu wa Mungu, ufalme wa Mungu utakuwa na nguvu. Je, neno kapime moyo wako, nafsi na mwili, uone kwa wewe mwenye nguvu. Kama una nguvu, jitwike nguvu, alafu twende kwa pamoja. Basi ubarikiwe sana.